Tunaelezwa kuwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limemtaka katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani nchini NECTA Dr. Joyce Ndalichako kujiuzuru wadhifa huo kwa madai kuwa analihujumu baraza hilo. Hatua hiyo ya BAKWATA inakuja kutokana na matokeo mabaya ya kidato cha 6 kwa wanafunzi waliofanya mtihani wa dini ya Kiislamu mwaka huu, ambapo katika matokeo ya awali takriban 70% walifeli kwa kupata daraja F ikilinganishwa na ufaulu wa 30%. Taarifa kamili na mwandishi wetu. Matokeo haya yaliyotangazwa mapema mwezi huu yameonyesha kuwakela wanafunzi, wazazi na walezi, huku miongoni mwao wakikata rufaa NECTA na matokeo hayo kurudiwa, ambapo ufaulu ulifikia zaidi ya 70% tofauti na 30% ya ufaulu wa awali. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Tanga, Mufti Mkuu wa Tanzania Sheikh Isa bin Shaban Simba amesema baraza hilo limepoteza mwelekeo na kupendekeza watendaji wakuu wa kitengo cha mitihani wanaohusika na mfumo wa kompyuta pia kuwajibika. Waislamu na BAKWATA kwa jumla tunaamini ili kurudisha imani ya Waislamu dhidi ya baraza la mitihani, tunataka mambo yafuatayo yafanyike. Tume huru iundwe na kuchunguza baraza la mtihani la Tanzania na utendaji wake wa kazi kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita. Katibu mkuu wa baraza la mitihani ajiuzulu mara moja au aondoshwe ili kulinda heshima ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na baraza la mitihani. Kuhusu vurugu zilizotokea hivi karibuni visiwani Zanzibar, Sheikh Isa bin Shaban Simba anavunja ukimya na kusema BAKWATA na laani kwa nguvu zote vitendo hivyo ambavyo amesema vimefanywa na wahuni wachache wenye lengo la kuupaka matope Uislamu. Kufuatia hali hiyo, ameshauri kuundwa kwa tume huru kutoka pande zote kwa maana ya makanisa, serikali na kikundi cha Uamsho ili kuchunguza tuhuma hizo na watakaobainika kuhusika wachukuliwe hatua za kisheria. Kwa mfano, Uamsho kimedhihirika ni chombo cha dini kinachodai muungano uwepo siwepo, lakini utaona matokeo yamekwenda kuvunjwa makanisa na kuchomwa moto, maduka yamevunjwa, mali zimechukuliwa. Je, hili linatokana na dini? Kanisa linahusika nini na muungano mpaka kanisa lichomwe? Mufti Mkuu wa Tanzania anatoa kauli hii kwa wanahabari mara baada ya kuhudhuria mkutano wa viongozi wa dini ya Kiislamu wa Afrika Mashariki unaofanyika jijini hapa. Kakuru Msimu, Star TV, Tanga. Wakati huo huo, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi kwa kushirikiana na Baraza la Mitihani Tanzania NECTA imetoa ufafanuzi kuhusiana na tofauti iliyojitokeza katika somo la Islamic Knowledge na kuleta malalamiko kwa baadhi ya wazazi na wanafunzi wa dini ya Kiislamu. Ufafanuzi huo unakuja siku moja kabla ya wanafunzi wa dini hiyo kutaka kufanya maandamano kuhusiana na swala hilo. Catherine Kahabi anayo taarifa kamili. Ufafanuzi huo pia umetokana na uhakiki uliofanywa na mamlaka hizo za elimu na kubainika alama zilizo kwa kutolewa na mfumo wa tehama kutofautiana. Waziri amesema kuwa matokeo ya uhakiki huo yalionyesha kuwa alama sanifu zilizo kwa kutolewa na mfumo wa tehama ni sawa na alama za kikokotozi. Ulionyesha kuwa uchakataji uliotumika awali kutoa matokeo ya mwaka 2012 ulitumia jumla ya pepa 3 kama ilivyokuwa katika mwaka 2011 kwa somo hili la Islamic Knowledge. Pili, kutokana na mabadiliko ya format ya mtihani wa somo la Islamic Knowledge yaliyoanza kutumika rasmi katika mwaka wa mtihani wa kidato cha 6 2012, mtihani huo kwa sasa una pepa 2, sio pepa 3. Hivyo basi, tofauti ya alama iliyobainika imetokana na mfumo wa kompyuta kuendelea kutumia pepa 3 katika kupata wastani wa alama za mwisho badala ya kutumia pepa 2 ambazo ndio mfumo mpya kwa somo la Islamic Knowledge.
Hata hivyo, wizara hiyo imewahakikishia watahiniwa wote waliorekebishiwa matokeo yao kutokuwa na hofu yoyote, kwa kuwa zoezi la usajili bado linaendelea hadi Juni 30 mwaka huu. Baraza la wakuu wa shule za Kiislamu likishukuru kwa kutolifumbia macho suala hilo. Pia Mheshimiwa Kawamba amewataka wazazi, walezi na wanafunzi na jamii kwa ujumla kutoshiriki katika maandamano yoyote, kwani ufumbuzi umekwisha patikana, na waendelee kuwa na imani na Baraza la Mitihani Tanzania. Kutokana na kitendawili kilichokuwepo kuhusiana na swala zima la matokeo ya somo la dini ya Kiislamu kwa upande wa kidato cha 6, leo yamepatiwa ufumbuzi. Kutoka jijini Dar es Salaam, Catherine Kahabi, Star TV.